kama dawa bwana, ni siku nyingine mpya kabisa ya kipekee ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdim Mwandila, mzee wa chaka tu chaka, mzee wa kijiweni, mzee wa kuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji, maswala mazima elimu wao wanaipokeaje, lakini vile vile ufahamu wao mpaka sasa hivi kuhusiana na maswala ya UTT. Hujui tunakuelimisha. Bwana, tuko ndani ya Sukari House hapa, tumekuja kupiga story na ndugu wawekezaji. Bwana, karibu sana na usitoke. Kama vipi? Safi mambo sana. Safi kabisa. Uko poa? Bwana, mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT AMIS. Sijui mwenzangu anaitwa nani na unatokea wapi hasa? Mimi naitwa Emmanuel natokea PSSSF. PSSSF. Okay. Okay, karibu sana. Ni kwa mara ya kwanza ndo unakuja UTT au ni mwekezaji wa muda mrefu? Hapana, of course UTT naisikiaga na huaga natamani sana kuwekeza. By that time nimeona sasa ndo muda sasa umefika niweze kuja kuwekeza. Ni kwa mara ya kwanza ndo unakuja? Ndo nakuja sasa kwa ajili ya kuwekeza mara ya kwanza. Okay. Na elimu ya UTT ulikuwa unaifahamu au unafahamu kidogo sana? Of course elimu ya UTT nilikuwa naifahamu kwa sababu ninapita sehemu za mitandao. Okay. Na nilikuwa nasema nikipata time na mimi nikiona sasa hivi my time is ready to invest, nitakuja kuwekeza UTT. Au sio? Yeah, ndio. Nimeona umetoka kuweza kuchukua fomu, maana yake unaenda kujazia nyumbani au inakuwa? Of course fomu nimechukua more than one form kwa sababu kuna watu wengine inabidi nika influence kuhusu UTT, maana UTT ni sehemu salama. Okay. Kwanza ni sehemu ambayo wawekezaji, pia ni mfuko wa serikali. Okay. Kwamba kutotokea corruption ambayo nitakuja baadaye kusaidia tukapoteza hela. Kwa hiyo ni sehemu salama. Okay. Sehemu salama. Sasa basi inabidi uweze kufahamu vile vile kwamba UTT ni taasisi ya serikali, umeelewa? Lakini vile vile kama ulivyosema ni sehemu salama, lakini vile vile unapata wastani wa faida 12%. Maana yake wewe kila mwezi unapata wastani wa 1%, ambao tukihesabu ile kwa miezi 12 inakuwa ni kama wastani wa 12% kila mwisho wa mwaka. Maana yake kile unachokiwekeza UTT wao mwisho wa mwaka wanakuja wanakupa faida ya wastani wa 12%. Ndio. Ni kweli. Kwa maana yake usije ukasahau kama unaenda kuwafikishia ujumbe huu au baadhi ya ndugu zako, marafiki zako, wafanyakazi wenzio, baba, shemeji, mdogo wako, kaka yako, hakikisha unawaambia kwanza UTT ni taasisi ya serikali, lakini vile vile ni sehemu salama, lakini unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Sawa, hamna shida bro, hilo limepita. Hebu uchukua fursa hii, labda washauri kama ni marafiki zako, ndugu zako wote kuhusiana na huu mfuko wa UTT. Jamani, kwa ushauri wangu, UTT ni sehemu salama, wote tunakaribishwa kuja kuwekeza, maana kuna faida kama tulivyoambiwa. 12% sio ndogo. 12% ukiwekeza milioni 12 tayari unakuwa una 1 million. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana. Kwa hiyo nashauri vijana wenzangu tuje tuwekeze UTT, ni sehemu salama, lazima tupo salama. Baadaye unaweza kuja kuwa na watoto, pengine ukimfungulia akaunti ya mtoto mpaka anakuja kufika ile age ya kwenda shule, atakuwa tayari ana hela ambayo inaweza kumsaidia hata baadaye. Naitwa Unieli Fungo natokea Kimara. Kimara. Karibu sana. Dadangu naitwa nani? Naitwa Betha. Betha, unatokea Mbezi. Mbezi wanasemaga maji au kavu? Mbezi kavu. Mbezi kavu, maana yake ya Kimara. Lakini kabla ya yote mimi ningependa kwanza karibuni UTT AMIS, hii ndio headquarter. Lakini vile vile ningependa niweze kuwafahamisha. Unieli, unafahamu kama ni Winieli? Unafahamu kama pamoja na Betha, maana wote mnakaa upande wa huku Kimara, si ndio? Kimara Mbezi. Mnafahamu kama sisi tumefungua ofisi mpya iko maeneo karibu na kwenu huko. Unalijua? Hapana. Wewe? Hapana. Unajui? Jengo la PSSF Tower. Samnujoma hapa mnapajua? Mlimani City. Hii barabara Mlimani City kuna sehemu kuna mataa kama unataka kwenda wanaita Sinza Makaburini pale. Kabla hujafika Mlimani, si kuna sheli pale? Amna jengo refu la blue. Lipo? Unalionaga? Mlimani City upo juu? Napajua. Ukiwa unatoka Kimara unaenda Mlimani City, kuna ile kona ya kuna petrol station, kona hivi ya kwenda Sinza Makaburini, kuna jengo fulani la blue refu. Lina vioo la blue. Au upitagi unaangalia chini? Ushakuliona? Sasa lile jengo linaitwa PSSF Tower. Ile barabara ndio Samnujoma. Sisi pale ukiingia mule ndani tuna ofisi za UTT AMIS mpya. Tumezifungua mwaka jana. Na hiyo ni kwa lengo kwa wale ambao wanaokaa Kimara, Mbezi, kuna Tabata, Bunju. Yaani tumewasogezea ofisi. Kuna mtu anaweza akatokea Kibaha, Bagamoyo kwa ajili ya kule. Huduma mnazozipata hapa. Sogea hivi Betha. Huduma inayotolewa hapa hadi madarasa. Si mmetoka kwenye darasa? Manake hata kule pia kuna darasa, lakini vile vile kuna huduma. Kwa next time unaweza kujikuta tayari ushafungua mfuko hapa, uko kule maeneo nyumbani, kuna baba, kuna dada, mwambie jengo la PSS Tower pale kuna ofisi za UTT AMIS. Ukifika mule ziko parking tower. Yaani ukishaingia katika ile jengo, sehemu ya kwenye parking hivi, utakutana na ofisi za UTT. Karibuni kwanza. Lakini cha pili, umejifunza nini huko?
Nimefundishwa yani namna ya uwekezaji, pia nimeambiwa kuna mifuko sita yote tumeelekezwa. Kwa kwanza tumeambiwa kuna mfuko umoja, kuna ukwasi, liquidi, wekeza maisha, kuna bond funds. Wewe unahisi upi ambao umeupenda ulivyotoka kwenye darasa? Mimi ambao nimeupenda ni ukwasi, liquid fund na bond fund. Hapo simama. Betha, wewe katika elimu ambayo ulopata katika madarasa yetu, mfuko gani umeupenda? Mfuko ambao nimependa mifuko miwili. Okay. Kuna umoja fund na ukwasi. Yes. Okay, wewe umoja na ukwasi. Okay, sasa lakini mnajua kama ukwasi kianzo chake ni 100,000, si ndivyo? Ila kuendelea kule ndo unaweza ukatoa 10,000, si ndio? 12,000, 15,000. Kile unachokipata unaweza ukaendelea kuwekeza, si ndivyo? Lakini vile vile katika hiyo mifuko walioelezea kwamba unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Maanake kila mwezi unapata wastani wa faida 1%. Mfano mathalan tuzungumzie ukwasi, au sivyo? Kwa sababu ndio ambao mfuko pendwa. Katika ukwasi kianzio chake ni 100,000. Wewe ukaja ukaweka pesa yako mwisho wa mwaka, mfano ikatimia milioni. Sema ile lako umeiweka kidogo unachokipata kwenye biashara zako, mwisho wa mwaka baada ya miezi 12 ikatimia milioni. UTT wao wanakupa wastani wa faida 12% ya kile ulichokiwekeza, ambapo ile milioni 12% yake ni 120,000. Tuko pamoja ndugu zangu? Maana Betha, wewe umepambana mwaka mzima, umepambana sijui biashara yako, umeelewa? Ukaja hela yako UTT ikatimia milioni 10, mfano mathalan milioni 10. UTT wao wanakuja wanakupa wastani wa faida 12% ya milioni 10. Maana yake wewe kwenye akaunti yako kutakuwa kuna milioni 10 huko hela yako unawekeza, na huko kutakuwa na faida. Ile faida itakuwa ni milioni 1,200,000 mwaka mzima, ambapo hiyo kuna utofauti kati ya pesa yako Betha ulikuwa unawekaga nyumbani au ulikuwa unawekaga katika sehemu nyingine, taasisi nyingine ambazo hazina faida kama UTT. Lakini kumbuka UTT ukiweka pesa yako hakuna makato, hata miaka 20 pesa yako iko vile vile. Sisi umeelewa? Kwa maana yake hizo ndo katika faida chache za UTT. Lakini vile vile leo hii unaweza ukatoka hapa ukataka kwenda kuwaambia watu, cha kwanza kabisa UTT ni taasisi ya serikali. Umeelewa? Lakini vile vile UTT kuna usalama wa pesa yako tofauti na kule ambapo ulipotoka. Unajua wewe mwili wako ulikuwa so hivi, mimi nakumbuka. Kuna sehemu kulikuwa unapeleka hela yako. Kile ndio kinachofanya sasa kidogo sasa umepungua. Sasa hivi njoo UTT uone utarudi katika ule mwili wako wa zamani. Sio, umeelewa? Kule mnakimbizana mpeleka na polisi, mama mmepostiana, sio mmefanyaje? Watu wanakuja gari na vigoma. Unarudi urudishe pesa za watu. Umeelewa? UTT huku sisi hakuna. UTT imefika muda labda kuna kipindi hauna hela. Hakuna atakupigia simu. Umeelewa? Yaani huna pressure tofauti na kule. Kila Jumatano lazima uweke hela. Watu hao wamekuja mlangoni mara sio masimu mengi. Umeelewa? UTT hakuna kijumbe. Wewe mwenyewe ndio unaorani pesa zako wewe mwenyewe. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mkitoka hapa lazima mkawaambie watu UTT ni taasisi ya serikali, vile ni sehemu salama, lakini unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Kikubwa ni faida na usalama. Na huo usalama unatokana kwa sababu ni taasisi ya serikali. Au sivyo? Neno lako moja kwa shemeji yangu, najua anakuangalia pale, kwa mama labda baba, marafiki, wadogo zako, leo umetoka UTT, unawaambia nini pale wanakutazama kupitia Kijiwe Mchongo? Maneno machache. Mimi ushauri wangu waje wajiwekeze UTT, maana kuna faida pia, kuna ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Sure. Kwa ni vizuri waje wajiwekeze huku kuliko ile unawekeza sehemu unakuwa una pressure, una hela, uweze ukasimamia, unafanya kazi nyingine. Kwa ukiweka huku mwisho baada ya mwaka unapata faida na ile pesa yako inakuepo. Kwa ni sehemu salama ya kuwekeza pesa yako. Okay. Karibu. Okay. Sasa na Betha, sogea hivi. Jaribu kuwashauri ndugu zako, marafiki zako, shosti, shemeji. Mimi cha kuwashauri, cha kwanza wasiogope. Sawa. Kwa kiasi kile alicho nacho, kwanza shilingi 10,000 anaweza kaja kwanza kuwekeza. Kabisa. Atakachokiwekeza ni kitamsaidia kwa kesho. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kikubwa ni kuweza kuhakikisha hasa elimu ya uwekezaji na UTT AMIS inaweza ikawafikia kila mwananchi, kila mwekezaji. Yeyote ambaye akifika hapa Sukari House, UTT AMIS, tunahakikisha
ataondoka na kuweza kupata zile elimu ambazo zitamfanya kwamba aone kabisa kwamba kuna umuhimu wa kuja kuwekeza na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji, lakini vile vile ni sehemu salama. Lakini bila kusahau unakuja kuwekeza katika taasisi ambayo unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Bwana, inabidi uweze kumwambia na mwenzio kwamba sehemu salama ya uwekezaji ni UTT AMIS. Bwana, bye bye, tukutane next time.